Hello mwanafamilia wa Bill Media. Leo bwana tunaongelea swala zima la mwaliko ambao ameupata Ibrahim Traore kwa kuhudhuria katika ikulu ya Russia pale mjini Moscow. Lakini vitu gani ambavyo vinatufanya tukaongelea mwenendo mzima ama trip ya Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, kijana wa Kiafrika ambaye amekunywa na kumeza bendera ya Burkina Faso akipeperusha kwa uzuri sana, kwa sababu ifahamike kwamba Ibrahim Traore aliingia madarakani ama aliingia kuiongoza Burkina Faso kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi, lakini sasa pamoja na kufanya mapinduzi ya kijeshi alionekana kutuliza sana ghasia ya pale Burkina Faso. Ifahamike kwamba miaka hivi karibuni pia nchi nyingi za magharibi tumeona Chad, tumeona na nchi nyingine za ukanda ule wa magharibi kukiwa na mapinduzi ya mara kwa mara. Uongozi wa kuchaguliwa ama wa kisiasa wa kawaida umeonekana kupuuzwa sana ama kutoeleweka, hivyo kupelekea mapinduzi ya mara kwa mara. Ndivyo ama ni staili ambayo pia Ibrahim Traore aliingilia pale nchini Burkina Faso, lakini kitu ambacho kinavutia zaidi ni kule kukubalika kwake, si tu Burkina Faso, hivi sasa ni dunia nzima kwa ujumla. Auambie kitu vijana wa Kiafrika na uongozi wa Ibrahim Traore. Inawezekana kwa sababu pia ni kijana ama amechukua madaraka akiwa angali kijana mdogo, lakini pia na ile staili yake ya kuvalia mavazi ya kijeshi kuonekana kwamba ama kionyesha kwamba licha ya kuwa kiongozi ama licha ya kuwa rais, lakini bado yeye ni komando, hajaacha asili yake. Lakini pia staili yake ya kutembea na bastola kiunoni, lakini pia na ile salamu yake ya kugonga tano ni vitu ambavyo vimeendelea kuwavutia wengi sana ama vimeendelea kuwavutia vijana wengi wa Kiafrika. Tunaweza kusema kwa ujumla kwamba Ibrahim Traore amekuwa ndoto ya vijana wengi ama amekuwa role model kwa vijana wengi kwa hivi sasa, kutokana tu na ile staili yake, lakini pia kutokana na aina yake ya uongozi ambao umeonekana kuvutia sana. Tunaweza kusema ni miongoni mwa Pan-Africanist ama viongozi ambao wanaipenda sana Afrika. Yeye amelithibitisha hilo kwa cut off ile misaada ya nje, lakini pia kwa kufanya maendeleo kutokana na rasilimali zao hapo nchini Burkina Faso. Amekuwa akiutilize ama akitumia vizuri sana rasilimali hizo na kufanya maendeleo katika nchi ya Burkina Faso. Unaambiwa huko Burkina Faso sasa hivi si kilimo, si viwanda, kila kitu karibia kinaenda sawa kutokana tu na aina ambayo ameingia nayo ama amekuwa akiendesha Ibrahim Traore. Lakini the interesting about story ya leo ni mwaliko ambao ameupata kama nilivyokuambia awali kwamba amealikwa na Vladimir Putin pale Moscow. Ni katika sherehe zile ambazo zilikuwa zikifanyika siku za hivi karibuni huko nchini Moscow, ambapo rais wa Urusi aliweza kutoa ndege private kuenda kumchukua rais Ibrahim Traore ama kiongozi Ibrahim Traore kutoka Burkina Faso mpaka Moscow. Hii ni katika wataalamu wa mambo ya kisiasa nakwambia ni katika kujenga ama kutengeneza ukaribu ama urafiki wa kidiplomasia kati ya Vladimir Putin lakini pia na Ibrahim Traore. Kumbuke kwamba Putin amekuwa akiwekewa vikwazo na nchi nyingi sana, especially zile nchi za magharibi, kitu ambacho kimepelekea pia soko lake la mafuta kama kuyumba hivi, lakini amebakiwa na marafiki wale loyo wachache sana. Hapa naongelea rais ama kiongozi wa Korea Kaskazini, lakini pia rais wa India na China ndio ambao wameonekana kuwa na ushirikiano naye mpaka hivi sasa, tukiongelea yale mataifa makubwa. Lakini amekuwa pia akitengeneza mazingira kwa nchi hizi za Kiafrika, ikiwemo pamoja na kumvuta sasa Ibrahim Traore ambaye ameonekana pia akiwa na staili ya uongozi kama ya Putin mwenyewe. Tunaongelea Putin pia ni mtaalam sana katika masuala mazima ya kijeshi. Hilo watu wanamwamini sana ama historia yake imejiandika, licha ya pia kuwahi kukanyaga katika ardhi ya Tanzania pale Bagamoyo katika zile harakati za kugombea ama kupigania uhuru wa Afrika. Basi
katika ujana wake Putin aliweza kufika hapa Tanzania. Back to the story ya Ibrahim Traore. Bwana Ibrahim Traore amezoeleka kama nilivyokuambia awali kwamba ni mtu ambaye popote pale alipo, akiwa Ikulu, akiwa wapi, lakini haachi kutembea na kitu ama na bastola kiunoni. Na ile staili yake ya kugawa tano. Tulimuona mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete daktari alivyoenda na Dr. Janabi pale katika ikulu ya Burkina Faso, walikuwa wakisalimiana, lakini pia bastola kama kawaida kwa Ibrahim Traore ilikuwa kiunoni na staili yake ya kugonga tano na vitu kama hivyo. Kwao ni hilo ni mfano tu, lakini mahala popote ambapo anakuwa akionekana Ibrahim Traore basi kitu hakikosekani kiunoni. Sasa katika safari yake ya mjini Moscow kwa Putin, kitu kimekosekana bwana, kitu ambacho kimeleta maswali mengi sana kwa watu ama kwa watazamaji kwamba imekuwaje leo Ibrahim Traore hajatembea na bastola yake. Inawezekana katika zile itifak ama miko kwenye nchi za watu ama unapoenda nchi nyingine, imembidi Ibrahim Traore aweke, inawezekana pia ameweka sehemu ambayo haitaonekana, kwa sababu kikao hicho ni cha amani, licha ya kwamba pamoja na vikao vya amani ambavyo vimekuwa vikifanyika, Ibrahim Traore hajai kuacha bastola yake. Lakini kwa taifa kubwa kama Urusi na rais mkubwa ama kiongozi mkubwa kama Putin ambaye duniani hivi sasa amejitengenezea maadui wengi, isingekuwa rahisi kwa Ibrahim Traore kuweza kuingia katika ikulu ile akiwa na bastola yake kiunoni, kitu ambacho ni kigumu sana ama kingekuwa kigumu sana. Ukiangalia story ya ama background ya Vladimir Putin na wale marafiki zake ama watu ambao wamekuwa karibu nao kisiasa, hapa namuongelea pia kiongozi wa Korea Kaskazini, pamoja na ujeuri wake wote, lakini pale ambapo anakuwa anakutana na Putin, basi ujeuri wote huo anauacha ama makucha yake yote anakuwa akiyaficha. Hiyo ni kutokana na pia nature ya uongozi wa Vladimir Putin. Imekuwa ngumu sana kwa viongozi wengine ama upande wengine kuonyesha ule ukubwa wao ama ubabe wao pale ambapo wanakuwa wakiwa katika mamlaka ama katika ikulu ama katika utawala wa Vladimir Putin. Ibrahim Traore siku za hivi karibuni kulikuwa na jaribio la kumpindua huko Burkina Faso, ambapo taarifa ambazo sio rasmi zinaelezea kwamba ni kijana mdogo sana ambaye aliweza kutoa siri ya kupinduliwa kwake na kuweza kumsanua ama kuwasanua kwamba jambo baya linaenda kutokea jioni ya leo katika ikulu ya Burkina Faso, kitu ambacho kilivutia sana Rais Ibrahim Traore inasemekana, lakini I'm not pretty sure kwamba pia aliamua kumchukua kijana huyo na inawezekana kabisa akampeleka katika vikosi ama kwenye train na kumfanya aweze kutimiza ndoto yake.